Pia kutokea kule Mashariki ya Kati ni kwamba shirika la Hamas limethibitisha kuanza kwa hatua ya kwanza kabisa ya kuachilia mateka waliobaki wa Israeli. Hatua inaashiria utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya pande hizo zote mbili, yaani Hamas pamoja na taifa la Israeli. Kulingana na taarifa zilizotolewa na vyombo vya habari vya eneo hilo, magari ya shirika la Msalaba Mwekundu yaani Red Cross yameonekana yakisafiri kuelekea maeneo ya mpakani kusafirisha waliokuwa mateka kurudi Israeli. Hatua hii inatazamwa kama ishara muhimu katika juhudi za kudumu za kurejesha amani Gaza chini ya usimamizi wa wapatanishi kutokea Misri na Qatar. Nadhani mwanga sasa hivi watu wengi wamekusanyika mitaani, watu wakitegemea kuwaona ndugu zao ambao walipotea kwa zaidi ya miaka miwili baada ile tukio la 2023 Oktoba 7. Hamas walienda kuvamia katika ukanda wa Misri na kuchukua mateka takribani watu 20 na kadhaa. Lakini kwa ripoti ambazo zimeelezwa siku ya leo ni kwamba tayari mabadilishano yanategemea kwenda kuanza rasmi kama hatua ya makubaliano yaliyofikiwa baada ya kusitisha mapigano kuanzia siku ile ya juzi. Tunatambua kwamba hatua za mwanzoni ambazo zilitakiwa kutekelezwa ni kwamba jeshi la Israeli lazima zirudi nyuma mpaka kufikia kwenye mpaka husika, sambamba na Hamas waweze kusitisha mapigano ili waweze kuachiliwa wafungwa pamoja na mateka ambao walikuwa wanashikiliwa katika maeneo haya mawili tofauti. Tunatambua Israeli ilikuwa na takribani watu 100 na kadhaa walioshikiliwa kwenye magereza yao kutokea kule Palestina, kwa sababu kubwa ilienda kuvamia kwenye ukanda wao na kusababisha mauaji sambamba na kuchukua baadhi ya mateka. Kwa hiyo hatua ya mwanzoni ambayo imekuwa engineer na rais wa Marekani Donald Trump imeenda kufikia makubaliano ya kubadilishana mateka hao ili kila mmoja akaione familia yake baada ya miaka miwili ya kushikiliwa. Kuna picha za baadhi ya mateka ambazo zinaonekana kwenye mitandao ya kijamii wakionekana wamekonda kweli kweli, lakini kikubwa ambacho watu wengi wamefurahia ni kwamba wapo hai, ijapokuwa kuna wengine wanatajwa kuwa wamefariki. Kwa hiyo leo ndio siku ambayo itajulikana ndugu zao ni wazima ama sio wazima.